Ni Jumatano ya Mei 7. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Vigogo G55 watangaza kujiondoa Chadema. Na katika habari za kimataifa, Katoliki wasubiria kuchaguliwa kwa papa mpya. Na kwa upande wa michezo, mbunge Msukuma mtaka Waziri Kabudi kupata ufumbuzi sintofahamu dabi ya Simba na Yanga. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mindi Josefu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo cha makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu Mzee Cleopa David Msuya kilichotokea asubuhi ya leo Mei 7, 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya moyo. Akitangaza taarifa hizo leo, Rais Samia amesema kwa masikitiko makubwa anatangaza kifo cha makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na kule jijini London nchini Uingereza. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 mwezi huu wa 5. Taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Poleni sana Watanzania. Na mwingiliano wa makabila kutoka sehemu mbalimbali hususan katika makazi ya Wahadzabe imetajwa kama sababu inayopelekea tamaduni za kabila hilo kuwa hatarini kutoweka kutokana na wanyama ambao ndio chakula chao cha asili kukimbia katika maeneo yao pamoja na kuingia katika mitindo mipya ya maisha. Naungana na Amina Ngahewa kwa taarifa kamili. Wananchi hao ambao ni jamii ya wawindaji na wakota matunda mkoani Arusha wamesema kabila hilo limekuwa likipoteza mwelekeo wake kutokana na baadhi ya makabila yanayoingia kwenye maeneo yao kuwa na tamaduni nyingine ikiwemo kilimo, hali inayopelekea wanyama kutoweka. Wanapoenda kuingia wanaweza wakaharibu, wakachimba mizizi, mizinga ya asili ya nyuki, wanyama watawapoteza. Sasa ina maana kwamba sisi tutapata shida sana katika mazingira hayo kwa ajili ya chakula cha Wahadzabe, na hata mila pia na utamaduni unaweza ukapotea kwa sababu sasa kutakuwa na muingiliano mkubwa sana. Sasa tunaiomba serikali kwamba iangalie kwa macho mawili ili kwamba yale maeneo na yale mazingira ya Wahadzabe wanapoishi yasivamiwe na kuingiliwa. Kwa makabila ambayo wameweza kuvamia maeneo yetu, ni changamoto mojawapo wa wanyama kuhama kutoka mahali walipokuwa mwanzo kusogea mahali pa makazi mengine. Lakini hasa pia jambo la kumshukuru Mungu, tunashukuru kwamba ametokea wenzetu kutoka Namibia jinsi ya kutufundisha kutrack nyayo au kufuatilia mahali ambapo wanyama wamehama kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zipo kwa sasa hivi. Wanyama wameweza kusogea kutoka pale walipokuwa wanakaa kwenda makazi mengine. Kelvin Robert ambaye ni mkuu wa kitengo cha sayansi asili kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO anasema lengo la kukutana hapo ni kutafuta suluhisho la kabila hilo kuendelea na tamaduni zao za uwindaji. Unalenga kuwafundisha mbinu, teknolojia mpya ambayo itawawezesha kuhusianisha, kuintegrate mbinu zao za asili za uwindaji na ufuatiliaji wanyama na teknolojia ya kisasa. Tunasema integration of modern technology with Hadzabe indigenous knowledge in tracking and trailing. Kwa hiyo mbinu hizi zitawasaidia kujua mbinu za kisasa za kuweza kufuatilia, kulinda, kuwinda
kusapoti shughuli za utalii, lakini pia kuwinda, kusapoti shughuli za utalii, lakini pia kufuatilia nyayo za wanyama. Katika hatua nyingine, jamii hiyo ya Wahadzabe imeendelea kutajwa kuwa kivutio nchini kutokana na mtindo wao wa maisha ya kutegemea nyama na matunda. Maisha hayo yanayotajwa kuwa sehemu ya kuimarisha afya zao kuliko jamii nyingine. Walio huko nyuma walikuwa wanatumia mbinu za tuseme za loko. Sasa wameletewa teknolojia mpya ya kutrack wanyama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini hii teknolojia itawasaidia. Tungependa tu kutoa angalizo kuhusiana na mradi huu, kwa maana ya kwamba mbinu hizi au hizo methodology watakazotumia ni kuhakikisha kwamba hazitaleta madhara kwa wanyama wetu wala hazitaleta madhara kwenye uhifadhi. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Gahewa. Na tuangazie katika taarifa nyingine ambapo wachimbaji wa madini mkoani Geita wamesema serikali kati ya kipindi cha miaka 4 imefanikiwa kupunguza kodi mbalimbali zilizokuwa zinawaumiza, na hivyo wameamua kufanya kongamano la kuipongeza serikali kwa kazi kubwa iliyofanya kwa wachimbaji wadogo. Michael Bundala kutoka mkoani Geita na taarifa kamili. Kongamano la kuipongeza serikali kwa kazi kubwa iliyoifanya katika kipindi cha miaka 4 litafanyika Mei 11 mwaka huu katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro uliopo katika halmashauri ya wilaya ya Geita. Na hapa makamu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kongamano hilo Godfrey Miti anaeleza namna serikali ilivyopambana kupunguza kodi zilizokuwa zinawaumiza wachimbaji wadogo. Kwa kweli tumejidhatiti kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyozifanya, na hususan kwenye mkoa wetu wa Geita, na mpaka sasa kwa sababu sisi tulimuelewa na tumekuwa wa kwanza katika mapato katika taifa hili. Kwa kweli sisi tumejipanga kuwakaribisha Watanzania wote hususan wachimbaji, na sisi kwenye mkoa wetu wa Geita kwa kweli wanaonufaika na habari ya madini ni wengi. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa alizozifanya. Kwanza sisi wachimbaji wadogo tulikuwa na kodi nyingi kichefuchefu ambazo zimepungua, hususan kwenye upande wa TRA. Tulikuwa hatuwezi kutunza kumbukumbu zetu, lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Madini kwa kupitia waziri wetu tuliandaliwa walau tuwe tunalipa kiwango kidogo kuhusiana na TRA 2% kwa kile tunachokizalisha. Katibu msaidizi wa kongamano hilo la wachimbaji wa madini Agnes Kihamba akizungumza juu ya kongamano hilo ameeleza kwamba hapo awali akina mama wanaoshughulika na shughuli za uchimbaji wa madini walikuwa wakikumbana na changamoto za kumiliki leseni, lakini sasa wanapata leseni hizo. Sisi wachimbaji wadogo tunajivunia kuwa na mama kwa hiki kipindi cha miaka 4. Wachimbaji wadogo tumeheshimishwa sana. Sisi wa mama hatukuwahi kumiliki leseni, lakini sasa hivi ukiuliza kila kikundi cha wanawake kina leseni, lakini mwanamke mmoja pia ana leseni. Naye mchimbaji mdogo wa madini ya dhahabu Jumanne Misungwi anasema kwamba jumla ya ng'ombe 50 wameandaliwa kwa ajili ya kongamano hilo, huku akisema kuwa kutakuwa na michezo mbalimbali ikiwemo uchomaji wa nyama. Kutakuwa na mashindano ya nyama zitakuwepo, ng'ombe zimeandaliwa kama ng'ombe 50 na kuendelea. Lakini vile vile kutakuwa na mashindano ya kuchoma nyama. Kuna vijana na kuna vijana wametoka Arusha, wapo special, watakutana na vijana wetu kutoka Geita, kutakuwepo na uchomaji wa nyama. Kwa hiyo watu watakula bure. Afisa madini mkoa wa Geita Samuel Shaw akaeleza mabadiliko ya sheria yaliyofanyika kupitia sheria ya fedha kwa mwaka uliopita na kuanza kutekelezwa mwezi wa 7 mwaka huu. Kuhusiana na maboresho ya sheria yaliyofanyika mwaka jana yakaanza kutekelezwa mwezi wa 7 kupitia sheria ya fedha. Sheria ya fedha ilifanya maboresho ya sheria ya madini na kutaka wachimbaji wote wanaozalisha madini wauze sio chini ya 20% katika benki yetu kuu Tanzania BOT. Hadi sasa hivi wachimbaji wadogo wamekuwa na mwitikio mkubwa sana, na walianza kufanya hivyo kuanzia mwezi wa 10 baada ya kanuni zilikuwa tayari, na hadi sasa hivi wanaendelea. Wachimbaji wadogo wamekuwa na mwitikio mkubwa sana na wanauza madini yao hizo 20%, kiasi kilichopungua 20% kwa benki yetu kuu ya Tanzania, na benki kuu inachukua kile kiasi na inawalipa kwa wakati. Mkoa wa Geita ni miongoni mwa mikoa inayojulikana hapa nchini kwa shughuli za uchimbaji wa madini. Hivyo mafanikio ya sekta hiyo hayawezi kuiweka kando Geita, kwa kuwa shughuli za uchimbaji wa madini ikiwemo dhahabu zimekuwa sehemu ya uchumi wa wananchi wake.
Nikiripoti kutoka mkoani Geita, mimi ni Michael Francis Bundala. Na serikali imesema katika mwaka wa masomo 2025 na 26 wahitimu 100 kidato cha 6 watakaofanya vizuri zaidi na kuchaguliwa kujiunga na elimu ya juu kupitia ufadhili wa masomo wa Samia Scholarship watapelekwa nje ya nchi kujiendeleza katika taaluma ya utoaji elimu kwa njia ya kidijitali. Nora Damian na taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda wakati akizungumza kwenye kongamano la 18 la kimataifa linalojadili matumizi ya tehama na mifumo mbalimbali katika utoaji wa elimu, yaani e-Learning Africa, lililoanza leo katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Amesema lengo ni kuiwezesha nchi kuwa na wataalamu katika taaluma hiyo, hasa katika matumizi ya akili unde kwa kutumia lugha ya Kiswahili, utamaduni, mazingira na takwimu zetu ili kuwa na taarifa za kutosha. Kwanza tunafurahi kwa mkutano huu mkubwa wa mawaziri kutoka takribani nchi 20. Mawaziri 20 wamehudhuria hapa pamoja na nchi nyingine zimetuma wawakilishi kama Misri na kadhalika. Mkutano huu unaitwa e-Learning Africa. Ni mkutano wa 18. Ni mara ya pili unafanyikia Tanzania. Kwa hiyo tumepata heshima sana ya kuwakaribisha hapa. Lengo la mkutano huu ni kubadilishana mawazo na uzoefu wa jinsi ambavyo tunatumia digital system kwa ajili ya elimu, utoaji wa elimu, na vile vile kuendeleza ufahamu wa mambo ya digital. Kwa mfano, sisi hapa nchini tayari tunajitahidi sana kutumia e-learning, pamoja kwamba hatujasambaza vya kutosha, lakini tuna initiative ambazo tunazifanya kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania. Tunashirikiana na NGO mbalimbali vile vile kuhakikisha kwamba shule nyingi zaidi zinapata uwezo wa kufikiwa na internet na kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza kama kompyuta. Mnafahamu kwamba rais wetu aliagiza walimu wote wapewe vishikwambi kwa ajili ya kusomea. Kwa hiyo ni swala ambalo tunalifanyia kazi. Kwa upande mmoja, e-learning ni nyenzo ya kufundishia, kutoa elimu. Huo ni upande mmoja, lakini upande mwingine tunazungumzia vile vile sisi wenyewe kuwa wazalishaji wa teknolojia mbalimbali kwa kutumia kompyuta, kwa kutumia software, kwa kutumia kinachoitwa akili unde au akili mnemba au akili bandia, lakini akili unde zaidi ndio inatumika. Sasa sisi kwa kweli tumejipanga, pamoja na kwamba tayari tumeruhusu kampasi ya Indian Institute of Technology kuanzishwa Zanzibar, ambayo inachukua wanafunzi ambao wengi wanajifunza mambo haya ya akili unde. Na vile vile tuna kozi kama hizo katika Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa mfano Nelson Mandela African Institute of Technology ambayo ni university kwa Arusha. Lakini mwaka huu kwenye bajeti yetu tumetenga fedha, wanafunzi hao wanaofanya mtihani wa form 6 sasa hivi watakaokuwa shortlisted katika Samia Scholarship, wale watakaotaka kwenda kusoma nje tutawashindanisha, tutachukua pengine kati ya 50 na 100, tutaweka kwenye boot camp na kwenye budget ya mikatano. Kwa hiyo hao wataandaliwa kwa ajili ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo na sisi tunajipanga sana kwa ajili ya kuwezesha sisi kuwa katika forefront ya taaluma hii, sio kuitumia tu lakini kuzalisha, kwa sababu tunazungumzia vile vile umuhimu wa kutumia lugha yetu, kwa mfano kwenye akili unde, kutumia mazingira yetu, kutumia utamaduni wetu, kutumia takwimu zetu kwa ajili ya kuwa na information. Sasa kama sisi tusipokuwa na wataalamu wa kutosha, tutajikuta tunatumia takwimu za watu wengine, tunatumia mila za watu wengine, na tunatumia hulka na kadhalika za watu wengine. Kwa ni swala moja muhimu sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inalisukuma. Kongamano la 18 la e-Learning Africa limeanza leo, ambapo linajadili matumizi ya tehama na teknolojia mbalimbali katika utoaji wa elimu. Nikiripoti kutoka hapa katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari na habari kuu usiku huu. Vigogo wa G55 watangaza kujiondoa Chadema. Na katika habari za kimataifa, Katoliki wasubiria kuchaguliwa kwa papa mpya. Na kwa upande wa michezo, mbunge Msukuma amtaka Waziri Kabudi kupata ufumbuzi sintofahamu dabi ya Simba na Yanga. Na wananchi mkoani Morogoro wamehimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa ili kuepuka usugu unaweza kusababishwa na matumizi holela bila ushauri wa daktari.
Naungana na Ibrahim Jamali kwa taarifa kamili. Wananchi mkoani Morogoro wamehimizwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa ili kuepuka usugu unaoweza kusababishwa na matumizi holela bila ushauri wa daktari. Wito huo umetolewa mkoani Morogoro na mfamasia kutoka manispaa ya Morogoro Adam Saidi wakati akitoa elimu ya afya kuhusu matumizi sahihi ya dawa kwa waendesha bodaboda na bajaji JUWATA. Ukitumia dawa, sio tu malaria, ukitumia dawa kwamba umeambiwa utumie labda kwa siku 5, kisha baada ya hapo ukaenda kupima ugonjwa ule ule ukaambiwa unao, kuna vitu viwili. Sawa? Aidha ile dawa ambayo umekunywa imeshindwa wewe kukutibu, labda ilikuwa iko chini ya kiwango na huko hataki kuingia sana, au wewe mwenyewe mwili wako umetengeneza usugu wa ile dawa. Kwa kuna vitu vile, lakini sisi tutadili na usugu wa ile dawa. Tutashumu kwamba huyu hii dawa haijamtibu, huenda mwili wake umetengeneza nini? Usugu. Kwa hiyo utabidi ubadilishiwe dawa nyingine. Sio ajabu ukiona umetumia dawa kisha haujapona vile ambavyo umetarajia. Sio ajabu sana. Kuna vitu kama hivyo vya usugu wa mwili kutengeneza hizo resistance kwa baadhi ya dawa. Na hii inatokana na nini? Inatokana na sisi wenyewe pale tunapoamua kwenda kwenye maduka ya dawa pasina kupima, unamwambia mtu naomba amoxicillin. Anakupa amoxicillin. Umeumwa kichwa, umekunywa amoxicillin. Unakaa wiki, naomba amoxicillin. Na shida gani? Mguu unaniuma, na kidonda. Unakunywa tena amoxicillin. Sasa siku ambayo unaumwa ugonjwa ambao unatakiwa utibiwe na amoxicillin, kwa sababu mwili wako ushakunywa amoxicillin nyingi, unatengeneza usugu. Kwa hiyo unakuta ule ugonjwa ambao specific utakiwa uondoke mwilini wako hauondoki. Kwa upande wake mfamasia mwandamizi kutoka Baraza la Pharmacy Tanzania, Bi Anna Temu, amesema ni muhimu kufanyiwa uchunguzi kwanza kabla ya kujinunulia dawa, huku akisisitiza kwenda kwenye maduka ya dawa yanayotambulika na Baraza la Pharmacy Tanzania. Sisi rasmi tumekuja kuelimisha juu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini pia tumekuja kuasistizia. Sio kila duka mnaloenda kununua dawa linatambulika na mamlaka husika. Kwa uwepo wetu hapa leo hii ni kuambia pia, mnapoenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa, hakikisheni yale maduka yamesajiliwa na Baraza la Pharmacy. Kwa maana kwamba tunaamini mtu ambaye aliyoko pale ndani anayetoa huduma atakuwa anauelewa, atakuwa ni mjuzi na atakuwa amethibitishwa na mamlaka kutoa ile huduma. Nao baadhi ya wananchi mkoani Morogoro wamesema elimu ya afya imewasaidia kwa kiwango kikubwa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Kwa kweli uongo zambi, mimi mwenyewe nimenufaika pia. Nilikuwa naelewa machache, lakini kwa sasa hivi nimekuwa na upana wa kuelewa. Kama dawa unaumwa, muone daktari kabla ya kunywa dawa. Nimenufaika pia. Kwa kweli kama mtu akiumwa asitumie dawa bila kupima. Wasikurupuke tu kwenda kichwa kinamuuma anaenda kununua dawa. Anahisi kuumwa, aende kwanza akapime kwanza ndo apewe dawa. Mimi naitwa Saidi Jafari Ntagunama. Mimi niwashukuru sana kutuletea elimu nyie wataalamu wa kutoka afya, kwa sababu sisi hasa ukizingatia kwa sisi ambao ni watu tunaishi vijijini, unakuta dawa nyingi tunanunua dawa zisizokamilika dozi, na hasa mara nyingi tunanunua dawa za kubahatisha bila kupima na wala bila kushauriwa na daktari. Rahim Jamali, Sky TV. Na wajumbe wa sekretarieti ya Chadema iliyomaliza muda wake wametangaza kujiondoa Chadema kuanzia leo Mei 7, 2025. Naungana na Virginia Po kwa undani wa taarifa hii. Wajumbe hao Benson Kigaila, Catherine Ruge, John Mrema, Julius Mwita na Salum Mwalimu wametangaza uamuzi huo wakati wakizungumza na waandishi wa habari na kusema wamejiondoa Chadema kwa kile walichodai kuwa hawaridhishwi na mwenendo wa chama hicho kwa sasa. Aidha, wamesema bado ana nguvu na malengo ya kisiasa ya kuwapigania Watanzania, hivyo watatafuta chama mwafaka cha kujiunga nacho. Sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema ili tuachie hicho chama
wataendeshwa wanavyo. Sisi tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Kwa hiyo tunajitoa Chadema ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo. Naunga mkono baada ya kutafakari, baada ya kupima, baada ya kutathmini, baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10 kwa maana ya awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo, na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania. Kwa haikuwa bahati mbaya kuwepo Chadema, na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya. Na hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa. Na nilijiunga Chadema tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2010. Leo nina miaka 15 ndani ya chama hiki. Kwa hiyo huwezi kubeza mchango wangu kwenye chama hiki, especially kwa upande wa wanawake. Yaani huwezi tu kubeza mchango wangu. Kuondoka kwangu Chadema sio kwamba nimesurrender, au sio kwamba natokomea kwenye kivuli. Nitaendelea kupambania mambo yote ambayo nimekuwa nikipambania na kuyaamini, ikiwemo haki za watu, na pia kusukuma mbele jitihada zote za kutafuta mabadiliko ya mifumo, lakini kwa njia za vitendo zinazotekelezeka na sio kwa hotuba kali na mikwara majukwaani. Na mageuzi ya kimfumo ni lazima yafanyike, lakini kwa mikakati madhubuti na ya kiuhalisia. Virginia Paul, Sky TV. Na wabunge wameipongeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuendelea kukuza utamaduni na kueneza Kiswahili duniani. Mariango Mgeta na ripoti kamili. Historia ya Kiswahili imeanza takribani miaka 1000 iliyopita kwenye pwani ya Afrika ya Mashariki, na ukuaji wa lugha ya Kiswahili umeenea katika mataifa mbalimbali duniani. Wakichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2025-2026, wamesema katika kukuza utamaduni wetu na kuueneza pamoja na kueneza Kiswahili duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo napenda kuongezea kwamba katika kuhakikisha kwamba tunaeneza utamaduni wetu, tutumie sana ngoma zetu za asili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiungana na mwenzangu kwenye Kiswahili hapa, yeye amezungumzia lahaja za Kiswahili, mimi nitazungumzia ushairi wa Kiswahili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wako washairi na wako walioenzi lugha hii ya Kiswahili kwa kutunga mashairi, marehemu Shaban Robert. Sisi wazee wa zamani tumemsoma vizuri sana Shaban Robert kwenye mashairi yake yule, Amina umejitenga, kufa umetangulia. Ile hali
ile hali kama huwa umeifumba baada ya kuchanua, na kuombea kwa Mola mema kukufanyia. Hayo mambo yalitukaa kwenye akili si tuliosoma wakati huo, lakini pia tuliona kitabu cha Wakati Ukuta, Peni na Mlamba. Tumemuona mtunzi. Je, watunzi hao tunawaenzi kwa kiasi gani katika kuendeleza Kiswahili cha nchi hii? Ameongea Mheshimiwa Dija. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, umesema hatuwezi kukikuza Kiswahili bila kuangalia changamoto 3 za kubagaza Kiswahili, kubananga Kiswahili na kufubaza Kiswahili. Lakini inaonyesha kabisa kwamba katika ufubazaji huo, ubanangaji huo na ubagazaji huo, inawezekana kabisa hata baraza letu nalo la BAKITA linabagaza kwa kutupa maneno magumu magumu ambayo hatuyaelewi. Yaani unaamua kutengeneza neno, kwa mfano kishkwambi, yaani mpaka mtu aje aelewe, apate coordination ya hilo neno kishkwambi na kile kinachoongelewa, inachukua muda sana. Ukitaka kuja kuongelea maneno mengine, kwa mfano unaongea kuna maneno mengi hata mmeyatumia Kongo, vitu kama hivi, unakuta ni vigumu. Wakati Mheshimiwa Dija ameelezea vizuri sana, wakati kuna maneno mazuri au mraini tu. Kwa mfano unaniambia akili mnembe. Hasa akili mnembe, mimi nikianza kutafuta ile neno mnembe na correlation ya artificial silipati. Kwa nini usiniambie akili bandia kirahisi? Bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imesomwa leo bungeni jijini Dodoma na waziri wa wizara hiyo Profesa Palamagamba Kabudi, na kusema mafanikio mengine ni pamoja na uboreshaji wa maslahi ya utumishi na upelekaji wa habari za Tanzania kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuongeza kasi ya kukuza kueneza Kiswahili kimataifa, wizara kwa kushirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA iliratibu kongamano la Kiswahili la kimataifa lililofanyika katika jiji la Havana nchini Kuba, lililoanza tarehe 7 mpaka 10 Novemba 2024. Kongamano hilo lilijumuisha washiriki zaidi ya 600 kutoka katika nchi mbalimbali duniani. Lengo la kongamano hilo lilikuwa kupeleka Kiswahili katika ukanda wa Karibe, Amerika ya Kati na Amerika ya Kusini, ambako lugha kuu ya mawasiliano ni Kihispaniola. Aidha, mafanikio yalipatikana katika kongamano hilo ni pamoja na kuzinduliwa kwa kitabu cha misemo ya kila siku ya Kihispaniola na Kiswahili kilichoandaliwa na BAKITA, kamusi ya Kihispaniola na Kiswahili iliyoandaliwa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pamoja na kitabu cha Jifunze Kihispaniola kwa Kiswahili kilichoandaliwa na Chuo Kikuu cha Suza, yani Zanzibar State University. Kutoka Dodoma, Maliango Mugeta, Sky International TV. Na Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe imesema ugonjwa wa kifafa, usonji pamoja na utindio wa ubongo na ulemavu wa akili yameongezeka kwa kiwango kikubwa katika kliniki ya vijana pamoja na watoto. Akitoa tathmini hiyo leo Jumatano Mei 7 jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa kampeni ya uhamasishaji wa afya ya akili, kama mkurugenzi wa tiba Mirembe Dr. Veronica Limo amebainisha hayo na ameitaja mikoa 5 ambayo inaongoza kupata huduma hiyo. Mikoa ambayo imeongoza kwa kuja kupata huduma katika hospitali yetu ni pamoja na mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Manyara pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Magonjwa ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa kwa wagonjwa ambao wamelazwa kutokana na magonjwa ya akili ni pamoja na ugonjwa wa psychosis, yani schizophrenia, ugonjwa wa kifafa, yani epilepsy, magonjwa ya matumizi mabovu ya vilevi, yani substance use disorder, pamoja na magonjwa ya psychosis yanayoambatana na sonona au hali ya mania, tukimaanisha schizoaffective disorders. Kuanzia 2021 mpaka kufikia 2024, mgeni rasmi, idadi ya watu waliohudumiwa katika kitengo cha tiba sheria ni kutoka 180 mpaka kufikia 208. Wanaume wakiwa katika 85% na wanawake 15%. Na kati ya hawa 71% wana umri kati ya miaka 18 mpaka 40. Aina ya makosa ambayo wagonjwa hao walitumiwa na ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa ni mauaji ikiwa na 85%, kujeruhi watu ikiwa na 9% na ubakaji ikiwa 6%. Aina ya magonjwa kwa watuhumiwa yaliyoonekana kwa kiwango kikubwa ni pamoja na ugonjwa wa psychosis, yani schizophrenia, ugonjwa wa kifafa, yani epilepsy, pamoja na matumizi mabovu ya vilevi. Hiyo ndo tathmini ya huduma zetu kwa vitengo ambavyo
tumeweza kuvifanyia kazi kwa kipindi hiki. Naomba niwasilishe. Asante. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea hapa moja kwa moja tutaangazia kwa upande wa habari za kimataifa na tutaungana na Pius Jayunga. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa tunaanzia mjini Vatican. Baraza maalum la siri kwa ajili ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani limeanza leo kwenye makao makuu ya kanisa Katoliki mjini Vatican. Makardinali wapatao 133 kutoka kila pembe ya dunia wamekusanyika kwenye kanisa dogo la Sistine kuanzia zoezi la upigaji kura ili kumchagua mrithi wa Papa Francis aliyeaga dunia mnamo Aprili 21 mwaka huu. Watajifungia kwenye kanisa hilo kwa muda usiojulikana hadi pale mmoja miongoni mwao atakapofanikiwa kupata theluthi 2 ya kura na kutawazwa rasmi kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki lenye waumini wapatao bilioni 1.4. Waumini na wafuatiliaji wengine kote duniani watasubiri ishara ya kuchaguliwa kwa papa mpya kupitia moshi utakaotoka kwenye chimini iliyofungwa juu ya kanisa la Sistine. Moshi mweupe utakapofuka itakuwa ni ishara kuwa baraza hilo la makardinali limefanikiwa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa. Tutazame taarifa nyingine. India imefyatua makombora kadhaa ndani ya ardhi ya Pakistani mapema leo alfajiri na kusababisha vifo vya watu 8 katika mashambulizi yanayoweza kuzusha vita baina ya nchi hizo mbili jirani na hasimu wa miaka mingi. Mamlaka za Pakistani zimesema makombora ya India yalilenga jimbo linalozozaniwa na pande hizo mbili la Kashmir pamoja na mkoa wa mashariki wa Punjabu. Moja ya makombora liliupiga msikiti kwenye mji wa Bahawalpuri na kusababisha kifo cha mtoto mmoja na kujeruhiwa watu wengine kadhaa. Waziri Mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif amelaani mashambulizi hayo ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipa kisasi kwa hujuma hizo alizozitaja kuwa kitendo cha kivita. Mvutano kati ya mataifa hayo mawili umezidi makali mnamo wiki za hivi karibuni tangu India ilipoilaumu Pakistani kwa shambulizi la wanamgambo lililotokea mwezi uliopita jimboni Kashmir. India inasema Pakistani inawaunga mkono wale waliotenda tukio hilo lililosababisha vifo vya watu 26. Na hatimaye mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamepiga kituo kikuu cha umeme huko Port Sudani siku ya Jumanne na kusababisha kukatika kwa umeme katika mji huo wa mashariki mwa Sudani.
Hayo yalitokea wakati wanajeshi wa RSF wakiendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya Port Sudan baada ya kuanzisha mashambulizi yao ya kwanza katika mji huo. RSF ilitoa ndege zisizo na rubani kwa malengo mengine muhimu mapema Jumanne, ambapo ndege moja isiyo na rubani iligonga sehemu ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa jiji hilo na kusababisha safari za ndege kuahirishwa. Mashahidi wanasema hoteli iliyoko karibu na makazi ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhani pia ilipigwa katika shambulio hilo. Waziri wa habari wa Sudani Haldi El Salah alitembelea sehemu ya kusini ya bandari ambapo matanki ya mafuta yaliripotiwa kugongwa. Aliukashifu Umoja wa Falme za Kiarabu akisema ilikuwa ikiipa silaha RSF. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Na mtazamaji, habari za kimataifa zinatupa wasaa kuungana na mwanamichezo wetu hapa Lai Saidi atujuze pia kwenye michezo kunani, kwa kuzingatia kwamba leo bajeti ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo imesomwa bungeni. Tutarejea hapa hivi punde na Lai Saidi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Wakati huu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, sasa ni wasawa kuelekea viwanjani. Ungana nami mwana michezo wako Lai Saidi. Na tukianzia hapa nyumbani ambapo Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amewasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-26 jijini Dodoma, ambapo aidha Profesa Palamagamba Kabudi ameliomba bunge lipitishe bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 519.66 kwa mwaka. Wakati huo pia mbunge wa jimbo la Geita Vijijini Joseph Msukuma amemtaka Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi kuja na taarifa ya kina kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya klabu ya Simba na Yanga. Msukuma ametoa kauli hiyo leo Jumatano bungeni jijini Dodoma wakati akichangia makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, namuuliza kaka yangu Kabudi,
Mheshimiwa Waziri, na nilikuona kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili. Nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao, lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa, halafu mnaona huu mchezo tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, ili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Kikosi cha Simba kesho kitakuwa dimbani kucheza mchezo wake wa 3 wa kiporo kati ya michezo 4 iliyokuwa ikimkabili dhidi ya Pamba Jiji. Simba watakuwa wenyeji wa mchezo huo ambapo watawaalika Pamba katika uwanja wa KMC Complex, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Katika kuelekea mchezo huo, kocha msaidizi wa kikosi cha Simba Selemani Matola amezungumzia maandalizi yao akisema wanahitaji kupata pointi 3, wakati Fred Felix Minziro yeye akizungumza akisema kwamba hawashuki daraja msimu huu. Tuweze kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata ubingwa, ni lazima tushinde game hizi. Hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point, kwa sababu kisha drop point katika game hizi ni kwamba unatoa gap kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi ya yeye kutetea ubingwa. Kwa hiyo ili uweze kukaribia ubingwa na kuwa karibu kabisa, ni kuhakikisha uweze kudrop point katika game hizi za vipozo kwetu. Na ni kweli tulipata tatizo juzi kwenye warming up, Shamu alitwist ankle na hakuweza kucheza game ile na alikuwa kwenye line up, lakini tunashukuru. Kwanza tumshukuru Mungu kwamba kama swala kushuka daraja kwetu sisi halipo kwa hivi sasa, sababu pengine ndio kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Zimeshaonekana. Kikubwa ni kwamba hatuko katika nafasi nzuri sana, lakini tuko kwenye nafasi ambazo tunapambana. Karibu kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inatoka chini kwenda juu. Na kwa hiyo sisi kama ulivyosema, jawa sehemu nzuri sana kubaki kwamba tuko kwenye msimu ujao, lakini nasema bado ndio mapambano kwa sababu ligi bado tuna mechi 4 mkononi. Kwa hiyo bado nafasi tunayo ya kuhakikisha kwamba Pamba inabaki ligi kuu. Na kwingineko ni kuhusiana na timu ya soka ya wachimba madini Geita Gold imesema inaelekeza nguvu kwenye michezo ya mtoano baada ya kushindwa kupanda ligi kuu moja kwa moja, na sasa inatakiwa kucheza mchezo wa mtoano ili kufanikisha lengo la kupanda ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara kwa msimu ujao. Geita Gold inashika nafasi ya 4 katika msimamo wakiwa na alama 55. Afisa habari wa klabu hiyo Samuel Dida amezungumza kuhusiana na timu hiyo kutengeneza mpango wa kurejea ligi kuu kwa mwaka mwingine. Ni kweli kwamba tumekamilisha hesabu za championship. Hazijawa nzuri kwetu kwa sababu tumepata nafasi, tutacheza kwenye hatua ya mtoano kwa maana ya playoff. Haikuwa dhamira ya taasisi. Dhamira ya club ilikuwa ni kuhakikisha tunakwenda moja kwa moja, lakini mpira una mambo mengi. Inapotokea matokeo, wewe unajipanga, wenzako wanajipanga pia. Pengine inaweza kuwa wakati mwingine ambao tunaweza tukawa tuko bora zaidi. Na kwa sasa tunachofikiria zaidi ni kutengeneza mpango mzuri wa kwenda, kwa sababu huu ni mlango mwingine ambao unaweza ukatupa wigo wa kuingia Premier League. Tunayo nafasi moja. Tunaigombania na watu watatu, maana sisi wawili championship, lakini pia moja anatoka Premier League. Kikubwa ambacho tunaweza kuzungumza sasa hivi, programs zinaendelea chini ya mwalimu. Na tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Zamalek imemtangaza kumfuta kazi kocha wao Jose Peseira
Hii ni baada ya mwenendo wa matokeo mabovu kwenye michezo ya ligi kuu ya soka nchini Misri. Zamalek imeambulia sare kwenye michezo miwili iliyopita ya ligi, hali iliyowafanya waendelee kusalia nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi hiyo na kuongeza utofauti wa alama kati yao na Al Ahly hadi kufikia alama 6. Ikumbukwe Aprili 9 mwaka huu Zamalek ilivuliwa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kutolewa kwenye hatua ya robo finali na Stellenbosch FC ya Afrika Kusini. Jose Peseiro alijiunga na Zamalek mwezi Februari mwaka huu na amefanikiwa kuiongoza timu hiyo kwenye michezo 13, ushindi mara 6, akitoa sare mara 6 pamoja na kipigo mchezo mmoja. Na tukielekea taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Ulaya ambapo leo inaendelea usiku huu kwa mchezo mmoja na wa mwisho wa nusu fainali kati ya PSG na Arsenal, mchezo utakaoamua nani atamfuata ili kuwa mbele ya PSG kwa jumla ya magoli 2-1 kutokana pia na kupoteza mchezo wa kwanza walipokuwa nyumbani wiki iliyopita kwa goli 1-0, bao lililofungwa na Ousmane Dembele. Na tuelekee katika burudani Virginia Paul anakuja na taarifa zaidi. Moja kati ya tukio kubwa la kiburudani ambalo linatarajia kufanyika weekend hii, bwana wewe kama ni mtu wa burudani basi huwezi kuacha kujua the grand return of La Patrona Lounge, moja kati ya lounge kubwa kabisa jijini Dodoma ambayo inafanya tupate ile vibe kinoma noma. So huenda ukawa umesikia kwamba itafanyika vibe kama hilo na vitu kama hizo, lakini bwana leo hii manager kutokea ukumbi huo ameweza kueleza ni hasa ambacho kitafanyika siku hiyo ya uzinduzi wa La Patrona Lounge siku ya Ijumaa ya tarehe 9. Mimi hapa mnaoniona ni manager wa La Patrona. Kama mnavyofahamu, siku zote jambo haliwezi kwenda sawa bila wanahabari. Kwa hiyo tumewaita hapa kwa ajili ya kuhabarisha nini kinaendelea La Patrona. La Patrona kama mnavyoifahamu iko siku nyingi kidogo, lakini tumekuwa na utaratibu wa kufanya matukio mbalimbali. Lakini tumewakaribisha hapa La Patrona kwa ujumla wageni wetu wote, au kwa maana nyingine wateja, wale wa kipindi cha nyuma na wa sasa, na wale wasiojua tunaitambulisha zaidi. Sisi kama La Patrona tumewaandalia vitu vizuri. Ndani ya siku 2-3 kuna kitu tunafanya, tukio kubwa. Kama mnavyofahamu si uaga hatuna dogo. Sisi ni watu ambao tukifanya kitu tunafanya kitu kweli. Kwa hiyo hatojutia mtu wote, iwe uko mkoani, uko hapa Dodoma, utakuja kufurahi kwa kitakachotokea. Lakini tu ni wape habari njema. Kwanza La Patrona kama La Patrona tumezidi kujiboresha kwa ajili ya huduma aina mbalimbali, hasa za burudani, lakini pamoja na chakula, vinywaji na huduma kwa ujumla. Kwa hiyo tumejipanga kuwaletea msanii mkubwa wa Tanzania ambaye anajulikana sehemu zote, nje pamoja na ndani pamoja na nje. Nadhani mnamfahamu Chino. Ni kijana ambaye mtiifu sana, ni kijana mchapakazi, juhudi zake mnaziona. Sisi tumeamua tuwaletee Dodoma ili mje kuona anafanya nini. Lakini pamoja mtakapokuwa mnaendelea kuburudika kwa burudani ya Chino, mtakuwa mnapata na huduma nyingi tofauti tofauti. Lakini niwahakikishie, sehemu nyingi tatizo huwa ni security. Tumejipanga vizuri sana, vizuri mno. Yaani utakapokuja hapa utopata shida aina yoyote ya kuhusu ulinzi wa chombo chako cha moto, lakini pia na wewe mwenyewe na vinywaji na vyakula na huduma utakayoipata. Na kama ulivyoweza kumsikia hapo, ameweza kusema kwamba atakuwepo Chino, moja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri kinoma noma kwenye swala zima la kudance, na this time around ana trend sana na ngoma yake ya Tiririka. So sio mbaya wewe pia ukaja kutiririka na vibe zote za kiburudani, na hivi ndivyo huwa anafanya Chino Anaman pale ambapo anaachiwa na kupewa stage. Pia ukawa umeweza kusikiliza vibe zote hizo, lakini ukatamani kujua kwamba inakuwa vipi, kiingilio kinakuaje na vitu kaa hizo. Tunawakaribisha. Tutakuwepo kuanzia asubuhi na mapema. Ili jambo hatufanyi kwa sababu tunafanya grand opening. Tunafanya kwa sababu sisi ni watu wa burudani. Ni watu ambao tunafanya kila baada ya mwezi tunakuwa tuna matukio makubwa zaidi ambayo yatafanyika kwa ajili ya kuwapa burudani wakazi wa Dodoma na nje ya Dodoma pia. Hatutokuwa na kiingilio katika siku ya uzinduzi wetu ya tarehe 9 mwezi wa 5 2025 siku ya Ijumaa.
Na kwa siku hii ya leo bwana, mimi ndo nahitimisha hivyo. It's together Golden Queen V Montana, na hii ni Sky International TV. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, taarifa yake Virginia Paul katika burudani inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Bindi Joseph aweze kutamatisha Ulimwengu wa Habari. Ni mwanamichezo wetu Lai Saidi akitujuza kwa namna hiyo kwa upande wa michezo. Na moja kwa moja kwa sasa, mtazamaji, tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho, inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, na kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 yanatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wote wa pwani. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ukanda pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida, Dodoma, Nyanda ya Juu Kusini Magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha juu cha joto nyuzi 31. Dodoma kiwango cha juu cha joto nyuzi 30. Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzi 27. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto nyuzi 29. Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzi 27. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzi 31. Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzi 25. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV, na usiache pia kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana Sky International TV, lakini kwa upande wa YouTube tunapatikana Sky International TV. Ukifika pale
tutakutana na vipindi vyetu mbalimbali, lakini pia taarifa yetu ya habari. Na usikose pia kuangalia pale saa 4 kamili usiku na saa 12 asubuhi. Langu jina ni Mendi Joseph, nikutakie usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi vyetu. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika.